Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Habari kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kuiangaza mezani siku ya leo ni kuhusiana na kile ambacho kimeweza kujiri kunako shirikisho linalosimamia mpira wa miguu barani Afrika CAF, ambapo CAF mara baada ya michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika msimu huu kumalizika, wameweza kutoa orodha ya vilabu 10 bora barani Afrika. Hii ni kutokana na kwamba klabu ya soka ya Mamelodi Sundowns wameweza kutoa ubingwa wa ligi ya mabingwa barani Afrika kwa msimu huu mara baada ya kuifunga klabu ya soka ya AS FAR Rabat ya pale nchini Morocco kwa aggregate ya mabao 2-1, kwa sababu mchezo wa kwanza pale bondeni kwa Madiba walipata ushindi wa bao 1-0, na nchini Morocco wameweza kutoa sare ya bao 1-1. Kwa hiyo tunaona wameweza kupata aggregate ya mabao 2-1 na 1-1, wakaweza kutoa ubingwa wa Afrika na kuweza kuivua Pyramids. Sasa kutokana na timu kushiriki, tunashuhudia CAF wameweza sasa kutoa vile viwango vya timu 10 bora kwa sasa barani Afrika. Hii ni kutokana na pointi ambazo wameweza kuzikusanya mara baada ya kushiriki michuano mikubwa ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Tunakwenda kutazama orodha hii kwa sababu Simba Sports Club tuliwakilishwa katika ligi ya mabingwa, lakini tulishia hatua makundi kwa upande wa Tanzania, lakini Young Africans nao pia walituwakilisha nchi ya Tanzania, wakaweza kuishia ama tukaweza kuishia katika hatua ya makundi kama nchi ya Tanzania. Sasa basi kwa kupoteza wakati, ngoja tukatazame viwango hivi vipi ambavyo vimetolewa na shirikisho linalosimamia mpira wa miguu barani Afrika CAF. Kwa upande wa klabu namba 1 kwa sasa kwa ubora barani Afrika ni Mamelodi Sundowns ama the Brazilian ama Masandawana wa kutokea Afrika Kusini, ambapo wao wana pointi 73. Nafasi ya pili kwa ubora barani Afrika kwa sasa ni klabu ya Al Ahly kutokea katika nchi ya Misri wakiwa wana pointi 66. Kwa hiyo tunaona kwa sasa Al Ahly wameshuka viwango mpaka nafasi ya pili. Nafasi ya tatu kwa ubora ni klabu ya Esperance Sportive de Tunis kutokea nchini Tunis wakiwa wana pointi 58. Nafasi ya 4 ni klabu ya RS Berkane kutokea nchini Morocco, ambapo RS Berkane wana pointi 57. Nafasi ya 5 kwa ubora barani Afrika ni klabu ya USM Alger kutokea katika nchi ya Algeria wakiwa wana pointi 52. Nafasi ya 6 ni klabu ya Zamalek kutokea katika nchi ya Misri. Zamalek wana pointi 49 ikiwa ni klabu namba 6 kwa sasa kwa ubora barani Afrika. Klabu namba 7 kwa ubora barani Afrika ni klabu ya soka ya Pyramids Football Club kutokea katika nchi ya Misri wakiwa wana pointi 48. Na klabu namba 8 kwa ubora barani Afrika ni AS FAR Rabat kutokea nchini Morocco. AS FAR Rabat kutoka nchini Morocco wana pointi 41 ikiwa ni klabu namba 8 kwa sasa kwa ubora barani Afrika. Klabu namba 9 kwa ubora barani Afrika ni Al Hilal Omdurman kutokea katika nchi ya Sudani wakiwa na pointi 39. Klabu namba 10 kwa ubora kwa sasa barani Afrika ni klabu ya soka ya Simba Sports Club kutokea katika nchi ya Tanzania, ambapo Simba tunaona wana pointi 38. Pointi hizi zinaifanya klabu hii kuwa klabu nambari 10 kwa ubora barani Afrika. Tunakujuza tu hivyo ndivyo vilabu 10 bora kwa sasa barani Afrika, huku klabu ya soka Yanga wameshindwa kuingia katika 10 bora ikiwa ni klabu namba 12 kwa ubora barani Afrika wakiwa wana pointi 35. Kwa hiyo tunaona kwa upande wa Afrika Mashariki klabu namba 1 kwa sasa ni mnyama Simba Sports Club, huku wakifuatiwa na klabu ya soka Yanga. Hii ni kutokana na viwango vya CAF ambavyo vimeweza kutolewa kutokana na ushiriki wa michuano mikubwa ya ligi ya mabingwa sambamba na kombe la shirikisho. Kwa hiyo Simba Sports Club, Yanga Sports Club msimu ujao wa mwaka 2027-2026 kama watafanya vizuri, basi moja kwa moja kuna uwezekano timu zetu zikaingia katika vile viwango vya juu bora zaidi, ambapo tunashuhudia kwa upande mwingine Simba Sports Club wao wapo katika nafasi ya 10. Kama wakifanya vizuri waweza kuingia hata kwenye 5 bora tena kama walivyofanya msimu uliomalizika kufika mpaka 5 bora ya vile vilabu bora barani Afrika. Young Africans nao pia inaweza ikawa mara ya kwanza kuingia katika ile orodha ya vilabu 10 bora barani Afrika. Kama ni mdau wetu wa nguvu na nafasi ya kuendelea na comment, tunakuambia wewe ni mdau unaishabikia klabu gani hapa barani Afrika.